Eti nikiangalia video YouTube au TikTok, zile MB zangu ninazoangalia ndio malipo ya yule mwenye ile channel ya YouTube? Ni swali limeulizwa. Kwenye swali hili naomba nijibu kwenye upana kabisa, kwa sababu litatoa elimu kwa wale ambao wanataka kujihusisha kwenye biashara za online au kwenye kuweka channel za YouTube. Kuwa na channel ya YouTube haimaanishi kwamba wewe unalipwa. Kwa sasa kila ambaye anaangalia video YouTube anaweza kuwa na channel. Swali linakuja, je, unaweka kitu gani cha kuangaliwa? Kuna kitu chengine kwenye hiyo YouTube kinaitwa YouTube Partnership. YouTube Partnership ni huduma ambayo waandaaji wa video wanaomba ushirikiano na YouTube ili na wao wanufaike chochote. Concept iko hivi: YouTube wao wanamiliki YouTube, lakini wao hawana video za YouTube. Video tunazoziweka kwenye YouTube ni video zetu sisi. Kwa hiyo kuna makampuni yanapeleka matangazo kwenye kampuni ya YouTube ili watangaze biashara zao mtandaoni, lakini YouTube wao channel yao ina watu kidogo kuliko watu wa kawaida. Matangazo kupelekwa kule YouTube, wao hawana uwezo wa kuwafikia watu wote. Wanatoa fursa kwa wale ambao wana channel za YouTube kuwasaidia kuyapeleka yale matangazo kwa watu. Tangazo linapelekwa YouTube makao makuu, au mtu yoyote unaweza kuingia kwenye mtandao ukalipa tangazo likaenda YouTube. Ikisha wao lile tangazo YouTube wanakupitishieni kwenye video za watu ambao wana watu wengi. Hapa ndio kinakuja YouTube Partnership Program. Maana yake we mwandaaji wa video kama mimi au mtu mwingine anaomba na yeye aekewe matangazo ili apate chochote. Linapowekwa tangazo kwenye video, kwa mfano kama umeangalia tangazo, unaangalia video yangu, baadaye likapita tangazo, maana yake tangazo hilo limeshalipiwa huko YouTube 100%. 55% wanakupa wewe ambaye umeweka video. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Sifa za kuomba hiyo huduma, hata kama una channel ya YouTube, kuna sifa unatakiwa uwe nazo. Jambo la kwanza, subscribers 1000. La pili, iwe unafuata sheria za YouTube katika video zako, isionekane unamtukana mtu au unavunjia heshima jamii fulani au kitu chochote. Uheshimu haki zote za kibinadamu za watu. Jambo la tatu muhimu, unatakiwa uwe na masaa ambayo umetazamwa video zako yasiyopungua 1400. Kama video yako imeangaliwa dakika 1, 2, zinahesabiwa zote mpaka yapatikane masaa 1400 kwa mwaka. Sharti la 4, uwe na akaunti ya Google AdSense. Masharti haya 4 ndio masharti ambayo ukiwa nayo unaweza kuomba huduma ya YouTube Partnership. Ikisha wao wakakuangalia, je, huyu mtu ana sifa au hana sifa. Ikiwa una sifa, ndio utaona video zako zinapitishiwa matangazo. Kama nilivyosema kwamba YouTube wanalipa kupitia matangazo. Njia nyingine ya malipo YouTube, kuna kitu kinaitwa YouTube Premium. Hii ni YouTube kama yetu, lakini hii YouTube hii wanatazama waheshimiwa ambao wao hawataki matangazo. Ni YouTube ya kulipia. Mtu anapotumia YouTube Premium akiangalia video hapati matangazo, lakini akiangalia video yako tu, ile pesa ambayo kalipia, hata kama halikupitisha tangazo, na wewe unapata huo muamala. YouTube Premium, njia ni mbili, njia ya matangazo na YouTube Premium. Wanalipa lini? Malipo ya YouTube sio kwamba yanalipwa kiholela, kwamba ukipata shilingi 2000 upewe shilingi 3000 upewe. Lazima uwe na kuanzia $100. Kila mwezi analipwa, lakini aliyekuwa hakufika $100 halipwi. Pesa hizo zitakusanywa mpaka siku zitakazofika. Kama utachukua miezi 4, 5, 6 ndio utafikisha $100, ndio zitalipwa. Kama utafikisha mwezi mmoja utalipwa hapo hapo. $100 ni wastani wa shilingi 250,000 kama hivyo. Kwa hiyo ili ulipwe kila mwezi ufikishe kiwango hicho. Kama haikulipwa itakusanywa mpaka ifike. Kuna mtu atauliza, sasa kwa nini YouTube wanalipa watu? Wenzetu wazungu au sheria zinavyosema kwamba hata kama YouTube ni yako, hata kama ule mtandao ni wako, lakini video zinazowekwa YouTube si zako. Kwa hiyo YouTube wao wanamiliki YouTube, lakini video zilizoko YouTube si zao. Kwa hivyo hata kama YouTube ni yao, hawana mamlaka ya kukupitishia matangazo bila ya ruhusa yako. Wao wanayapokea matangazo, watu wanataka kutangazwa biashara zao, wanakupitishia na wewe. Lazima na wewe ulipwe, kwa sababu njia inayotumika kupitisha tangazo hilo ni video zako.
wao wanamiliki YouTube, lakini video ni zako. Unaona mambo alivyo kisheria. Sababu nyingine ya kufanya wao wakulipe ni kwa sababu unawapelekea watazamaji kwenye mtandao wao. Kwa mfano, mimi hapa nimerekodi video hii, ikisha nikaiweka YouTube, wewe utakwenda kuangalia video hii YouTube. Kwa hiyo mimi nimekutoa huko uliko nikakupeleka YouTube ukaenda kuangalia somo hili. Kwa hiyo nimewapelekea mtazamaji, lazima na wewe upate chochote. Hiyo ni kwa upande wa YouTube, na nitakuja zungumza kwenye upande wa TikTok video inayofuata panapo majaliwa. Hii ni Zinjibari Technology. Ikiwa ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video yetu, usisahau kusubscribe ili kupata video nyingine zaidi na zaidi.